Mtazamaji wangu, upande wa Homa Bay hali sio hali. Tunavyozungumza ni kwamba yule ambaye alikuwa ni mbunge wa Kasipul, namzungumzia bwana Charles Were, ambaye aliweza kuaga dunia kwa kuweza kupigwa risasi. Siku ya leo amekuwa akiweza kulazwa ili kwamba aweze kusaulika au ili kwamba aweze kupumzishwa. Lakini wakazi wa Homa Bay wameweza kukua wenye hasira sana wakati ambapo kiongozi mmoja aliweza kusimama na kuweza kutaja jina lake au kuweza kumpongeza kwa kazi nzuri sana ambayo Rais William Samoei Ruto amekuwa akiweza kuzidi kufanya. Lakini kuna watu ambao waliweza kuonekana tu ghafla, ambao waliweza kujitokeza na kuweza kuanza kuimba nyimbo ambazo zilikuwa zinaashiria kwamba rais aweze kuondoka. Na kumbuke kwamba mtazamaji wangu, ilikuwa imeweza kutolewa onyo kwamba rais asiweze kuelekea kule, na pia kwa upande mwingine tulikuwa tumeweza kuona kwamba mtazamaji wangu, huyu ambaye ni gavana wa kule upande wa Homa Bay alikuwa ameweza kutaja na kusema kwamba hawataweza kuruhusu siasa za UDA katika mazishi yake bwana Charles Were. Na huyu ambaye ni gavana seneta wa Nairobi kwa mradhi bwana Edwin Sifuna pia alikuwa ni mmoja wala ambao waliweza kupata nafasi kuweza kuzungumza. Lakini kuna kitu kizito sana ambacho aliweza kuzungumza ambacho nataka niweze kuchezeshea ili kwamba uweze kuona mambo yalivyokuwa yameweza kuharibika upande wa kula ambako msamaji wangu ni upande wa kula ambako ni Homa Bay. Kabla sijaweza kuchezea au kabla sijaweza kukuonyesha mtazamaji wangu, ningependa sana iwapo ni mara kwanza kuweza kujiunga nasi hapa ndani ya Ghafla News, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bila kupoteza wakati mtazamaji wangu, tazama video yenyewe hii hapa kabla tujaweza kuendelea na mazungumzo yetu. Nianze kupiga kura. Mimi sijui chama kingine. Najua chama cha ODM. Mwaka 2002 baba, sisi ndio wale vijana tulikuwa tunaimba pale Uhuru Park nikiwa university ya kwamba yote yawezekana bila Moi. Hiyo ilikuwa kina sisi. Ulituambia tupigie Kibaki, nilipigia Kibaki. 2005 wakati alijaribu kuharibu kuleta katiba ambayo haukuwa unakubaliana nayo na haikuwa katiba ambayo inaungwa mkono na wananchi, sisi ndio tuliangusha katiba ambayo Kibaki alileta kwa sababu tulikuwa tunamfuata Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. 2007 nilikupigia kura mimi ndani ya chama cha ODM 2013 na 2022. Mimi sijui chama kingine. Mimi ni Mluya. Mimi si Mjaluo, mimi ni Mluya. Kiongozi wangu ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na nikichagua kuingia chama cha ODM, si ati hakukuwa na vyama vingine. Huko nyumbani kwetu kuna vyama. Speaker akisimama hapa atawaambia. I made a conscious decision. We have to protect this institution called ODM. Wakati nafanya kazi yangu, wengine wanasema Sifuna anapinga, Sifuna anapinga. Ile kitu najua baba aliniambia ya kwamba even after we donated our experts to government, ODM is not in government. Alisema mwenyewe. Na atarudia hapa. If ODM is not in government, the Secretary General of ODM cannot be in government. Surely people. Kama ningejua Kijaluo ningeeleza na Kijaluo. Pia mimi mkono yangu haina pete, mnitafutie mtu ambaye atanifunza Kijaluo. Nimeona mnapeana watu. Jambo la pili baba aliniambia na amesema wazi ya kwamba vyama vyote vya kisiasa viko ndani ya siasa kutafuta uongozi wa nchi. Mimi najua nyinyi watu wa Homa Bay mnajua tumewahi kushinda uchaguzi kama chama cha ODM. Mnakubali ama mnakataa? Tushawahi kushinda ama hatujawahi shinda? Si tumeshinda? Na najua ndani ya mioyo yenu mnaamini kwamba bado hiki chama kinaweza kushinda uchaguzi. Kama unaamini ODM bado ina uwezo wa kuunda serikali, niinulie mkono hapo tafadhali nione. Kwa hivyo kama mnaamini kwamba chama hiki bado kina nguvu na uwezo wa kuweza kuunda serikali, katibu mkuu wa chama akisema kwamba mimi sitaunga mtu mwingine mkono bali baba Raila Amolo Odinga, katibu amekosea. Katibu amekosea. So mimi nataka niwaambie kila mtu afanye kazi yake. Siku moja huyu baba Raila Amolo Odinga atakuja kuniambia mimi mwenyewe, hajawahi kuniambia kwa nini alinichagua kama katibu. Juzi wakati kulikuwa na nafasi, Mheshimiwa Wanga wewe unajua ulikuwa pale. Nikaomba baba, nikamwambia baba, si sasa basi unipe promotion kidogo, wacha nikuwe deputy party leader. Baba akakataa, akapea Osoti kazi. Akasema Sifuna wewe baki hapo.
Yeye mwenyewe atakuja kuniambia siku moja kwa nini alisema nibaki hapo. Hawa jamaa wetu, marafiki zetu wako kwa serikali. Mimi ile serikali najua ni serikali ya Kenya Kwanza ambayo ilichaguliwa chini ya uongozi wa William Ruto. Nimesikia ndugu yangu hapa anaitwa Charles Kamuren, sisi Waluya huwa tunasema kama mwenye boma bado yuko na hajashindwa kazi, usimuongelele. Mimi ni Mbukusu, kazi kinishinda kwa boma ndugu yangu atanisaidia. Haijanishinda. Kama msemaji wa chama amekaa hapa, wewe unaongeaje kwa niaba ya chama? Sisi tunajua pahali chama kiko. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hey, wewe unasema mmepumzika sasa. Mimi nawaambia msipumzike sana. Msipumzike sana, mlale, msahau kazi ya wananchi. Tafadhali fanyieni wananchi kazi. Na tunapokumbushana yale mambo ambayo tumesikizana, watu wasichukulie vibaya. Sisi baba ametuambia tunaweza kutoa maoni, lakini tunapotoa maoni tutoe maoni kwa njia ya heshima. Tusikoseane wengine heshima. Jacob, mimi naomba tu ya kwamba hiki chama, the only thing we can do for this party, chama ambacho Charles Ong'ondo Were alikuwa na kienzi, tuwe na umoja. Tunaweza kuwa na mitazamo tofauti kuhusu mambo fulani, but if this party remains united, this ODM, baba, the future is extremely bright. Hawa watu wanapenda hiki chama. So sisi kama viongozi tusipotoshe wafuasi wetu. Now, Edwin Sifuna ameweza kuzungumza, na amezungumza akiwa mbele yake kiongozi wake au bosi wake ambaye ni Raila Amolo Odinga, na amesisitiza tena kwa mara nyingine na kusema kwamba hii ambayo ni Azimio la Umoja au ODM hayuko ndani ya serikali ya Rais William Samoei Ruto. Na akiweza kumalizia, ameweza kusisitiza tena na kusema kwamba ODM itakuwa kwenye kinyang'anyiro mwaka 2027. So msemaji wangu, hii ni mojawapo ya njia ambazo zinazidi kuonekana zikiweza kuashiria na kuonyesha udhabiti kamili kwamba mwaka 2027 itakuwa moto zaidi ya pasi. Unajua wanasiasa hawa wamekuwa kiweza kufanya mambo tofauti tofauti. Wamekuwa kiweza kuonekana huku wakifanya kile, wakifanya hiki, lakini wakati ambapo haya yote yanazidi kuonekana, wakati ambapo haya yote yanazidi kutendeka, msemaji wangu, yanazidi kuingiza kijibaridi ndani ya serikali ambayo inatuongoza sasa hivi, because hata siku ya leo Rais William Samoei Ruto hajaweza kuhudhuria mazishi hayo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu huyu mbunge ambaye ni Kasipul alikuwa hampendi kabisa Rais William Samoei Ruto, na hata alikuwa akiweza kuonekana katika mikutano yake nyingi sana akiweza kusema kwamba Rais William Samoei Ruto hamtambui, yani hatambui rais. Na hivyo basi ni mojawapo ya vitu ambavyo vimekuwa vikiweza kuzidi kuonekana. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikiweza kuzidi kuzungumziwa, na rais amekuwa akionekana siku leo akiweza kupeana magari kwa counties, kupea magavana counties magari ili kwamba yaende kuwasaidia shughuli za county. Lakini msemaji wangu, jambo ambalo nimeweza kujiuliza mimi kama Mkenya ambaye nimekuwa nikiweza kufuatilia mazishi haya kiundani, ni kwa nini Rais William Samoei Ruto hakuweza kwenda kuhudhuria mazishi hayo? Basi kile kitu ambacho kiliweza kuonekana, msemaji wangu, ni kwamba aliweza kwenda kule Ikulu kuu na kuweza kuanza kupeana magari. You know, giving out those cars, he could have postponed and give it again tomorrow, au aweze kupatia siku ya Jumatatu, because msemaji wangu, according to what is happening and according to what I've seen, ni kwamba msamaji wangu, kuna kitu ambacho hakiko sawa kabisa kati ya ODM na kati ya UDA. Hawa watu hawapatani kabisa, and what is happening or what we should expect ni kwamba tunaweza kuona kwamba Raila Amolo Odinga wakati wowote kuanzia sasa, he might even actually do this, aweze kuondoka au kuresign na kuweza kuondoka ndani ya serikali ya Rais William Samoei Ruto. Na kiweza kuondoka, it will be the end of President William Samoei Ruto. Sifuna ameweza kudhibitisha, Raila aliweza kuzungumza, na mtazamaji wangu, hii ni vitu viwili ambavyo unafaa uweze kuvielewa. Rais William Samoei Ruto mahali ambapo sasa hivi ameweza kuweka tegemeo ni upande wa Nyanza. Nikizungumzia Nyanza nazungumzia Migori, Siaya, Kisumu na maeneo mengine kama vile Homa Bay. So mtazamaji wangu, ukiweza kuona kwamba haya yote au eneo hili limeweza kurudi kwa Raila Amolo Odinga, hiyo inamaanisha kwamba rais hataweza kufaulu mwaka 2027, manake Mlima Kenya imemkataa, upande wa Western umeweza kumkataa, na watu wengi wameweza kumkataa, msamaji wangu. So they are
are so many things that we need to look on, and there are so many things that I'll be letting you know kwamba msamaji wangu this and this and this has happened. Lakini msamaji wangu siku ya leo niko sehemu tofauti sana, lakini nimesema lazima hata kama niko mahala ambapo ni pengine, lazima niweze kuja kukuelezea ni kipi ambacho kinazidi kuendelea ndani ya taifa letu la Kenya na ni kipi ambacho kinazidi kuibuka na kutendeka. Msamaji wangu, ninachokuomba kwa sasa kwa muda huu ni uhakikishe kwamba tu una like video hii, na cha pili msamaji wangu unanibonyezea alama nyekundu ile kwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now and I'll see you guys katika video nyingine muda usioko mrefu kuanzia sasa, nikiweza kukuletea mengi mazito ambayo atakuwa kiweza kuzidi kuendelea na kuweza kuibuka ndani ya taifa letu la Kenya. Cha muhimu ni wewe uweze kuhakikisha tu kwamba unajiunga nasi, na pia unielezee unanitazama ukiwa kaunti gani au unanitazama ukiwa eneo gani, manake siku ya leo msamaji wangu ni mengi mazito sana ambayo tutakuwa tukiweza kuyafuatilia kutokana na mazishi ambayo yanatendeka upande wa Migori. That was it for now. Bye bye and I'll see you guys katika video nyingine muda usiokuwa mrefu kuanzia sasa hivi msamaji wangu. Bye bye, see you again in a few.